maombi yu tayari kutimiza ahadi zake. Yeye ni mwaminifu, amesema kwamba atatujibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tusinamisha vichwa tunapoomba kwa imani. Baba na Mungu wetu naye tupenda, utukuzwe, uhimidiwe kwa sababu ya kuwepo, tena kwa sababu ya kuwepo karibu sana. Tumeuishi uwepo wako katika mikutano hii kwa namna ambavyo umejifunua kwa neno lako. Na jioni hii tena tumejihudhurisha ili kwamba ukatufunze, wewe uliye mwalimu mkuu, tena mwalimu bora. Tunakusihi Bwana, tunapoenda kujifunza kwako, Roho yako Mtakatifu akathibitishe mioyo yetu katika kweli, na hiyo kweli ikatuweke huru. Hata jioni hii kweli hii ije na nguvu ya kipekee ya kutufikia tulio hapa, walio madukani, walio biasharani, na hata walio majumbani. Ikawe shuhuda ya kwamba Bwana, neno lako lilifunuliwa hapa kwa namna ya kipekee na mioyo ikaguswa. Lakini pia Bwana, ikiwa jioni hii tumekuja kusikia kutoka kwako, huenda pia tumekuja na mahitaji mbalimbali, huenda pia tumekuja na vilio tofauti. Bwana, ninakusihi Mungu wangu, yule aliyekuja na kilio, wewe ambao umeahidi kufuta machozi, jioni hii ukamfute machozi yake katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye amekuja na moyo uliopondeka, karibu anakata tamaa, ameikosa maana ya maisha, Bwana, jioni hii aisikia sauti yako ikimwambia, njoo kwangu ewe uliyelemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito, nami nitakupumzisha. Na akija Bwana akapate pumziko halisi miguuni pako. Yule mzee aliyekuja na sononeko, Bwana, akaondoke na tabasamu. Aliyekuja na moyo ambao umekata tamaa, akaondoke na tumaini. Aliyekuja na mwili ambao unahisi ni mgonjwa, hata sasa Bwana, anapolisikia neno lako akapata uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ushukuriwe kwa sababu utatenda zaidi ya namna tuwazavyo au tuombavyo, kwa utukufu wa jina lako na kwa mibaraka yetu sote, kwani tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Bwana wabariki. Tukae sasa tunapoingia katika somo letu la jioni hii ya kipekee. Msururu wetu bado ni kuna Mungu mbinguni, na leo itakuwa ni sehemu ya, nilitaka kusema ya pili, lakini kwa sababu mtumishi naye Bwana amemuongoza kugusa katika somo hilo hilo, basi hii ni sehemu ya tatu, mwendelezo wa somo la jana, somo la saizi ambalo limetoka. Hii ni sehemu ya tatu na ya mwisho katika swala hili. Somo letu linasema kuna Mungu mbinguni, yeye ni Mungu Baba, si Mungu babu. Kuna Mungu mbinguni, yeye ni Mungu Baba, si Mungu babu. Hilo somo ambalo tunasema leo ni baba yetu aliye mbinguni, si babu yetu aliye mbinguni. Kwa nini nimepeana somo kichwa kama hicho? Sikia, wengi wa Wakristo leo wanasahau jambo la maana sana, ya kuwa sisi ni wana na binti za Mungu. Sisi sio wajukuu wa Mungu. Na kwa sababu wengi hawajaelewa ya kwamba sote, awe mchungaji, awe mshiriki, awe muumini wa kawaida, awe shemasi, sote tuko na title moja, sote ni watoto wa Mungu, wala hakuna mtoto mkubwa kumzidi mwenzake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi si wajukuu wa neema. Sisi ni wana na binti walionunuliwa kwa bei ya thamani ya Yesu Kristo. Tumekubaliwa na Baba yetu wa mbinguni kupitia Yesu Kristo. Watoto wa Mungu lazima waelewe ya kwamba hawapaswi kumtumia mtu mwingine kumfikia Mungu. Nasema tena, watoto wa Mungu lazima waelewe ya kwamba hawahitaji, sio lazima watumie mtu mwingine kumfikia Mungu. Mungu anaweza kufikiwa moja kwa moja bila kuwa na daraja katikati. Hebu kama imeeleweka, nyoe mikono ikipungwa hewani namna hii. Bwana wabariki kabisa.
Lakini ulimwengu wa Ukristo leo, Wakristo wameaminishwa ya kwamba ili wamfikie Mungu lazima kuwe na daraja katikati. Tena isitoshe, Wakristo wanaamini ya kwamba hawezi kupiga magoti kwake nyumbani akaomba na Mungu akamsikia bila kuhusisha mtu mwingine. Wala usikose kunielewa, sijasema usimwambie mhubiri wako akuombee wala mchungaji wako, ni sawa, maana hata kwenye mikutano hii tunafanya hivyo. Ila Mkristo anapaswa kusaidiwa kuomba. Mungu anafikiwa bila daraja la katikati. Na unajua, kwa sababu shetani amefaulu kutuaminisha ya kwamba lazima tutumie daraja kumfikia Mwenyezi Mungu, ni kana kwamba Mungu ni babu, kuna baba na sisi ni wajukuu. Kwa hiyo tukitaka kupata masharti ya babu, tutatumia baba ili kwamba tuweze kupata masharti. Shetani amependa sana na ametumia baba zetu wa kiroho kutupotosha nje ya neno la Mwenyezi Mungu. Na ndio maana leo tunasema Mungu ni baba yetu aliye mbinguni, yeye si babu yetu aliye mbinguni. Na Biblia inatabiri ya kwamba siku hizi za mwisho Shetani atatumia uongo mwingi sana. Ufunuo 12 mstari wa 9 inasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kitu ambacho lazima Wakristo waelewe, Shetani ni mdanganyifu sana. Na unajua, Shetani hajawahi kutumia uongo peke yake kumdanganya mtu, wala hatawahi. Anajua kuna mwanadamu mjinga kiasi cha kwamba uongo peke yake utampoteza. Hasha! Shetani anatumia mchanganyiko wa kweli na uongo. Kizungu tunaita deception. Ni mchanganyiko hatari sana. Wacha nikwambie tuna mbaya zaidi. Ukweli wake huwa ni mwingi, uongo wake huwa ni kidogo. Na hiyo ametumia kuwapoteza yamkini hata wanaodai kuokoka, hata wanaodai kuiamini Biblia. Ameondoa nje ya Biblia, wanafuata baba za imani zaidi ya kumfuata baba aliye mbinguni. Na baba wa duniani wamechukua nafasi ya baba aliye mbinguni, kiasi cha kwamba Wakristo si tena watoto wa Mungu, wamefanyika wajukuu wa Mungu. Na nikwambie, mahali ambapo Shetani anapiga kambi kabisa ni kwenye sheria ya Mungu. Anaichukia sana. Manake anajua kama amri za Mungu zitasimamishwa, dhambi itajulikana. Na kama dhambi itajulikana, hitaji la Yesu Kristo litakuwepo. Ukiondoa amri ya Mwenyezi Mungu, matokeo yake ni kwamba dhambi haitajulikana. Na kama dhambi haitajulikana, hakuna haja ya Yesu Kristo. Samahani, nitakuwa mwazi kidogo leo, na ukweli huenda ukawa mchungu na udunge, ila ni kwa sababu ya kukuokoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ninipatia ruhusa ya kusema ukweli kama ulivyo. Haya basi, hata mngeinua mikono bado ningesema, manake mie nami ni mtumwa, na wanasema mtumwa hauawi. Sikia, kwa sababu ya kuiondoa sheria ya Mungu, sikia kwa makini, dhambi haionekani na uzito wake. Sasa tukikutana katika majumba ya ibada, kwa sababu sheria ya Mungu imeondolewa na dhambi haionekani na uzito wake, mahubiri yetu asilimia nyingi sasa inakuwa namna ya kuwa matajiri hapa duniani. Yani tunaita prosperity gospel. Mwanzo hata gospel haipasi kuwa hapo ndani, kwa sababu dhambi haipo. Sasa mwezi huu tunasema huu ni mwezi wako, ni mwezi wa kumiliki mashamba Mombasa. Mwezi unapita hujamiliki hata nusu ekari. Mwezi ujao huu ni mwezi wako, ni mwezi wa kuendesha magari. Mwezi unapita hata wilbaro hujapata. Mwezi mwingine unapita tena, huu ni mwezi. Yani kila mwezi una kitu cha kumiliki. Kristo hawapatiwi nafasi ya kuiona dhambi kama ilivyo.
Unajua ni kwa nini? Kwa sababu sheria ya Mungu imekanyagwa chini. Wala si kwa sababu Mungu anataka watoto wake wateseke hapa. Hasha. Mungu anataka tuishi maisha mema. Ila katika kuishi maisha mema, ikiwemo ya utajiri, anataka tuchukie dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tuchukie dhambi. Na katika amri yote ya Mungu, ile ambayo shetani anaichukia zaidi, tumeisema jana, tumeisema leo kwenye kipindi cha kwanza, tunaisema leo kwenye kipindi cha mwisho, tena kwa mara ya mwisho ibaki kuwa shahidi ya kwamba sehemu hii ya kidogo basi na vitongaji vyake, neno la Mungu lilipeanwa kwa wazi bila kufunikwa, wewe ukasalia kufanya uchaguzi. Anachukia gani? Amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Hiyo anachukia kushinda amri zote. Unajua ni kwa nini? Ukiondoa amri ya 4 kwenye amri za Mungu, utakosa kumjua anayepeana amri. Actually, kinachompatia Mungu uwezo wa kupeana amri kinapatikana katika amri ya 4. Unajua ni kwa nini? Mfano, unajua Buddha? Ngapi anajua Buddha? Okay. Buddha, kuna dini inaitwa Buddhist. Mungu wao ni Buddha. Nasema Buddha anaweza kusema usiwe na miungu mingine ila mimi. Buddha anaweza kusema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usiinamie, usisujudu, manake mimi Buddha ni Mungu mwenye wivu. Buddha anaweza kusema usilitaje jina langu bure. Buddha anaweza kusema usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usitamani. Lakini Buddha hawezi kusema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Unajua ni kwa nini? Atafika mahali ambapo sheria inasema kwa maana kwa siku 6. Hawezi kusema Buddha aliumba mbingu na nchi. Hawezi, manake hata yeye aliumbwa, itamshinda kusema. Lakini Mungu wa mbinguni ikifika kwenye amri ya 4 sasa inampatia mamlaka. Nimekwambia usiue, nimekwambia usizini, nimekwambia usishuhudie uongo, manake mimi Mungu ndiye niliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiondoa amri ya 4 katika sheria, unamtolea mamlaka yule ambaye ameipeana sheria. Na ndio maana shetani anaichukia. Na kweli Yesu aliishika Sabato kama tulivyosema jana. Alienda Nazareti, Luka 4:16, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi yake, aliinuka ili asome. Mitume ikiwemo Paulo aliishika Sabato. Kwenye kitabu cha Ufunuo, Sabato ndiyo siku ya Bwana, maana anasema Bwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Swali ni kama Yesu hakuivunja Sabato ya Jumamosi, hakuibadili Sabato ya Jumamosi, wanafunzi hawakufanya hivyo. Swali ni nani aliyeibadilisha? Na huyo amekuwa baba, na sisi tumekuwa kama wajukuu, tunamsikia baba la zaidi ya Mungu ambaye ni baba yetu aliye mbinguni. Ndio maana ujumbe wa leo unasema Mungu aliye mbinguni ni baba yetu aliye mbinguni, si babu yetu aliye mbinguni. Swali, je, ni Mungu aliyeibadilisha? Nakwambia hapana. Mungu ninayemwabudu, Malaki 3:6 inasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Habadiliki. Kwa hivyo Mungu hakuibadili. Je, ni wewe Yesu ulibadili? Si mimi. Manake Yesu, Waebrania 13:8 inasema Yesu Kristo ni yeye yule wa jana, yule wa leo. Tumalize umati hata lini? Milele. Hakuibadili, manake yeye hana kigeugeu. Si kama mwanasiasa wa Kenya ambao leo atasema hili koti ni jeusi, kesho atakuconvince kwamba hili koti ni nyekundu. Hapana, yeye ni yule yule wa jana, leo, hata milele. Ama ni wanafunzi wa Yesu Kristo labda baada ya Yesu kufufuka? Hapana,
Matendo ya Mitume 5:29 inasema Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko nani? Umati huu wanadamu. Yesu hakubadilisha, mitume hawakubadilisha, Mungu hana kigeugeu. Swali ni nani aliyefanya hivyo? Wacha nikwambie. Nilikwambia Mungu ambaye tunamwabudu yuko kwenye kesho. Somo letu la pili kama unalikumbuka. Vitu havimtokei kwa ajali. Alijua ya kwamba hili badiliko litatokea, na alikuwa amemwonyesha mtumishi wake Danieli ya kwamba kuna ufalme utainuka, utafanya badiliko katika amri yangu. Utainuka huo ufalme, tena utabadilisha. Mungu tayari alifahamu badiliko litatokea, na alimpatia njozi hiyo Danieli kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7. Nasoma na wewe kwa upesi, nikupe tu vipengele muhimu ili nisikupoteze. Danieli 7 anaeleza hivi. Danieli njozi ambayo Mungu alimpatia, sura ya 2 na ya 3 inasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Hebu nitulie. Biblia imeandikwa kwa mitindo miwili. Lugha ni 3 za Biblia. Lugha rasmi za Biblia ni 3: Kiyunani, Kiebrania na Kiarabu. Ndio lugha rasmi ambazo ziliandikiwa. Lakini mtindo wa kuandika Biblia ni mitindo miwili. Kuna sehemu ya Biblia ambayo imeandikwa kwa lugha iliyo wazi, na kuna sehemu ya Biblia ambayo imeandikwa kwa lugha iliyo fiche. Hii ni sehemu mojawapo, na Mungu kwa hekima yake alificha kwa mafumbo ili atunze ukweli mpaka leo. Kuna maswala kama Mungu angeandika moja kwa moja, leo huenda tungekuwa na Biblia, lakini kwa sababu Mungu alificha akaweka kwenye fumbo, na wala si kwamba tuwezi kuelewa, iko hapo hapo ndani. Mungu aliweka ili kwamba ahifadhi ukweli. Kwa hivyo Danieli anaona wanyama 4. Wanyama wangapi? Umati 4. Alafu anasema hivi 7:17, wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Sio jinsi Biblia inajieleza yenyewe. Ameona wanyama wakubwa 4, kumbe hawa ni zaidi ya wanyama. Alichoonyeshwa Danieli ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Falme 4 ni gani hizi? Tulizungumzia hapa katika siku ya pili ya mkutano huu wa Injili. Ufalme wa kwanza ni Babeli, ulitawala kati ya mwaka 605 mpaka 539 kabla Kristo kuwepo. Ufalme wa pili ni Uajemi, ukatawala kutokea 539 mpaka 331 kabla Kristo. Watatu ni huyu nani? Ukatawala 331 hadi 168 kabla Kristo. Ufalme wa 4 ni Rumi, ukatawala 168 hadi 476 baada ya Kristo. Alafu Rumi ikagawanyika. Falme 4 alizoonyeshwa Danieli, basi zisome kwa haraka ili tufikie tu ufalme wa kubadilisha sheria. Hizi tutapita tu kwa kasi, maana tulikwisha zungumzia. Inasema wa kwanza, ufalme wa kwanza alikuwa kama simba, na alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Ufalme wa Babeli, actually wana arkeolojia ambao wanafanya uchimbuzi, sijui ni uchimbuzi ama ni ufumbuzi, Kiswahili chochote kile. Unajua yale maeneo ya Iraq ya leo lipo mahali Babeli ilikuwepo hapo awali. Kwa hivyo walipoenda kufanya ufukuzi, wakapata picha ya michoro ya simba mwenye mabawa. Maisha Biblia ilitaja sawa jinsi ilivyosema. Ufalme wa kwanza Babeli. Lakini mnyama wa pili mwingine kama dubu, aliinuliwa upande mmoja, mifupa 3 ya mbavu ilikuwemo kinywani mwake, na katika meno yake wakamwambia mnyama huyu hivi, inuka ule nyama tele. Baada ya ufalme huu wa Babeli, ufalme uliofuata kama tulivyosema ni Umedi na Ujemi. Ila angalia umakini wa Biblia. Jambo la kwanza, ameinuliwa upande mmoja,
Jambo la pili, ana mbavu 3 mdomoni. Angalia umakini wa Biblia. Kwa nini kuinuliwa upande mmoja? Ufalme huu ulikuwa na nguvu sehemu moja kushinda sehemu nyingine. Mungu wa mbinguni anajua kupanga pasipo kubahatisha. Isitoshe, mbavu 3. Ufalme huu uliuingie katika mamlaka, ulishinda majimbo 3 ama uliteka sehemu 3. Ya kwanza ni Babeli, nyingine ni Misri na nyingine ni Lydia. Sehemu 3 iliteka ili ingie katika mamlaka. Angalia accuracy ya Biblia. Biblia inaweza kuaminika, ni neno la Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumekuwa tukilitumia, na hata sasa nasema nipe Biblia, neno takatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi, watatu, kulikuwa na mnyama mwingine chui, na juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Huyu nani? Kiongozwa na Alexander Mkuu the Great. Aliteka ulimwengu kabla hajafika miaka 30, akateka ulimwengu kisawasawa. Lakini Alexander the Great baada ya kuteka ulimwengu akaona amemaliza shughuli, hana kazi ya kufanya, akaingia kwa ulevi, kalewa chakari, mwisho akashikwa na homa, akafa. Ufalme ukagawanyika mara 4. Ndio maana umeona vichwa 4 hapo. Ikagawanyika kwa majemadari wa 4, wakachukua Kasamba, Lysimachus, Ptolemy na Seleucus. Ukagawanya mara 4, wakachukua ufalme huo. Angalia jinsi Biblia ipo wazi. Lakini hapa ndiyo kiini sasa. Hizo ilikuwa napita 7. Inasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uweza mwingi, na alikuwa na meno ya chuma. Angalia, chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Ufalme wa 4 sasa unaingia, nayo ni Rumi. Rumi katawala kipindi kile cha 168 hadi 476. Rumi katawala wakati wa kuwepo Yesu Kristo. Misumari iliyomchoma mikononi ni ya Kirumi. Aliyekata kesi yake ni Mrumi. Sehemu ile ilikuwa ni ya Kirumi, wao ndio walikuwa wanatawala. Lakini Rumi ikagawanyika. Biblia inasema kwamba yule mnyama wa 4 alikuwa na pembe ngapi, wapendwa? Sikuwasikia vizuri. Ngapi, wapendwa? 10. Sasa hapo ndipo mtihani unaanzia. Tunauliza, ni nani aliyeibadili sabato ya Mungu kutoka siku ya 7 ya Jumamosi hadi siku ya kwanza ya Jumapili? Biblia inasema hivi, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Yani kati ya zile 10, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Pembe nyingine inainuka kati ya zile 10, tena ni pembe ndogo. Inapoinuka inang'oa pembe 3 kabisa. Alafu inasema, na tazama, pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Sikuweka katika orodha yetu ya mafungu, ila pembe katika Biblia, Danieli 7:23, pia inasimamia ufalme. Kumaanisha kuna migawanyiko 10 ya Rumi, lakini baada ya migawanyiko ufalme mwingine, jambo la kwanza, mdogo, maana yake inaitwa ni pembe dogo, ikainuka miongoni mwao. Kwa hivyo ufalme tunaozungumzia hapa, jambo la kwanza, uliinuka kule Ulaya. Manake migawanyiko 10 ya Roma ilitengeneza migawanyiko 17. Sasa hivi tuko na 7 za Ulaya. Lakini jambo la pili, iliinuka baada ya zile pembe 10. Iliinuka baada ya zile pembe 10, kumaanisha ni ufalme ambao unainuka kipindi kile ambacho baada ya migawanyiko mengine yote kufanyika. Ufalme huu, kipengele cha 3, ina macho kama ya mwanadamu. Maanisha macho katika Biblia inamaanisha hekima,
Ina maana ufalme huu ni mfumo wa dini ya kibinadamu uliojengwa katika hekima ya kibinadamu. Lakini anasema atakuwa mbali na wale wa kwanza. Yani utakuwa ufalme ulio tofauti kabisa. Ufalme gani? Ni ufalme wa kwanza ambao una mchanganyiko wa siasa, yani serikali na kanisa. Ni ufalme wa kwanza ambao ni mchanganyiko wa serikali na kanisa. Vipengele vinne. Ufalme mdogo. Kipengele cha pili, unazuka kati ya migawanyiko ile 10. Kipengele cha tatu, inazuka baada ya migawanyiko 10. Kipengele cha 4 ni serikali lakini pia ni kanisa. Hebu kama tuko pamoja hapo, ama inakaa double chemistry, fanya namna hii. Sawa, barikiwa. Swali ni, mamlaka haya yatafanya nini? Sikia. Mungu akasema mbele, akasema naye. Wala kwenye mkutano watazungumzia vipengele vyote vya mamlaka hii. Huu mdani mfupi wa majuma mawili tunachagua tu yale kupeana kama Roho anavyoongoza. Nasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Tutazungumzia hizo mbili katika mkutano huu. Lakini ya tatu inasema naye ataazimu kubadili majira na nini umati? Sheria. Kwa hivyo ufalme ambao utaazimu kubadili majira na sheria ni ufalme huu wa pembe ndogo. Itajaribu kubadilisha sheria ya Mungu. Danieli 8:12 nasema ya kwamba itaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Huu ufalme Mungu aliutabiri siku za Danieli ya kwamba utainuka siku za mwisho. Utakapoinuka utawatesa wa Kristo. Isitoshe, utanena maneno makuu dhidi ya Mungu, lakini pia utaazimu kuibadili sheria. Jana nilipeana ahadi ya shilingi 50,000 kwa kila fungu la Biblia ambalo na utunzaji wa Jumapili. Nilisema kwa kila fungu utakaloleta shilingi 50,000. Kwa kila fungu utakaloleta shilingi 50,000. Hata sasa hakuna mtu aliyedai hela hizo. Uchumi ni mbaya. Imagine ukileta mafungu matatu, hiyo ni 1,500,000. Ukileta 4 ni 200,000. Biashara ya chapuchapu hiyo. Ila sikiliza, nilisema hivyo ili nikuweke gia ya kufikiria, kwa sababu fungu hilo halipo actually kwenye Agano Jipya ambao Wakristo wanasema ni Wakristo wa Agano Jipya. Kuna mafungu 8 peke yake yanayozungumza kuhusu siku ya kwanza ya juma. Only 8 verses katika Agano la Kale lote, mafungu 8 peke yake, na 6 kati ya hizo zinasema siku ya kwanza ya juma ni siku ambayo Yesu alifufuka. Haisemi ni Sabato. 6 out of them. Ya 7 inapatikana kitabu cha Matendo ya Mitume, na ya mwisho inapatikana kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hakuna kati ya hayo mafungu yote ambayo yanaonyesha kwamba siku ya kwanza ya juma, Jumapili, ni siku ya ibada. Hakuna, hutaipata. Hata uulize yupi, hata uulize kiongozi wa makanisa ulimwenguni, hutapata fungu hilo. Manake Biblia inafunza kwamba Sabato ya Mungu ya kweli aliyoitakasa, aliyoibariki, ni siku ya 7 ya juma, nayo ni Jumamosi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wala sisemi hivyo ili kwamba nikufanye uisi umepotea sana. Hapana. Inasema hivyo ujue ya kwamba huo ndio ukweli wa Biblia. Na Mungu anasema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiza historia fupi nimalize somo hili. Badiliko la kutoka Sabato kwenda Jumapili lilifanyika taratibu sana, tena kwa kipindi kirefu mno. Si kitu ambacho watu walikurupuka. Ilifanyika pole pole. Manake kanisa lilipoanzishwa kwenye shamba la Edeni, Sabato ilikuwa ni siku ya 7. Kanisa lilipopitishwa kwa Nuhu, Sabato ilikuwa ni siku ya 7.
Kanisa lilipopitishwa kwa wana wa Israeli, sabato ilikuwa ni siku ya 7. Kanisa lilipoingia kwenye agano jipya, sabato ilikuwa ni siku ya 7. Badiliko lilitoka wapi? Nasoma nukuu ya mwandishi mmoja anaitwa Daktari John Eddy.